Nimekuwa nikipita katika maeneo yote kusisitiza juu ya tarehe 13 Januari shule zimeshafunguliwa. Nilikuwa ninapitia takwimu katika ngazi ya mkoa, lakini pia nimesoma takwimu ngazi ya wilaya. Kwa upande wa shule za msingi hapa Sengerema, maoteo yani wanafunzi wa darasa la awali waliotarajiwa kuandikishwa ni 15,529 ambao hadi leo wamekwisha kuandikishwa ni wanafunzi 8,509 ambao hawajaandikishwa darasa la awali ni wanafunzi 7,020, sawa na asilimia, uandikishaji huo ni sawa na asilimia 55. Kwa hivyo rai yangu ni kwamba wazazi wapeleke watoto wa awali shuleni wakaandikishwe na waripoti shuleni, kwa sababu shule zimekwisha kufunguliwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, darasa la kwanza ambao walitarajiwa kuandikishwa hapa Sengerema ni 15,429 ambao wamekwisha kuandikishwa ni 8,410 ambao hawajaandikishwa ni 7,019. Yaani ukiangalia hizi takwimu ni nusu kwa nusu. Hadi leo ni aibu kwamba ni asilimia 54 tu ya watoto wanaostahili kuanza darasa la kwanza ndio ambao wameandikishwa hapa wilaya ya Sengerema, asilimia 54. Kwa hiyo tunayo asilimia 46 ya watoto wanaostahili kwenda shule bado hawajaenda shule. Ni lazima viongozi tutimize wajibu wetu. Lakini pia kwa kidato cha kwanza waliochaguliwa kujiunga na form 1 hapa Sengerema ni wanafunzi 7,987. Wanafunzi 7,987 hadi leo tarehe 20, yani zimeshapita siku zaidi ya 7. Wanafunzi walioripoti mashuleni hapa Sengerema ni 1,561. Wanafunzi wa form 1 ambao hawajaripoti ni 6,426. Hali hii inatia aibu kwa viongozi wa Sengerema. Wanafunzi walioripoti ni asilimia 19 tu. Wiki moja imeshapita. Kwa hiyo tunatoa tena, tumekubaliana pale mkoani, tutafanya tathmini ya wilaya kwa wilaya, kata kwa kata, nani hajapeleka wanafunzi wa awali waliostahili, kata gani na kijiji gani hakijapeleka wanafunzi wa shule ya msingi kwa maana darasa la kwanza, na tutafanya tathmini tujue kata gani, wilaya gani ambayo ni ya mwisho kupeleka wanafunzi kidato cha kwanza. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mwisho wa mwezi huu tutafanya tathmini kubwa. Kwa hiyo kuanzia sasa msilale. Mkilala wanafunzi wenu asilimia 19 walioripoti shule, maana yake ni kwamba uwajibikaji wa viongozi ndani ya wilaya hii utakuwa ni mdogo. Viongozi watapimwa kwa kusimamia vigezo, mojawapo ni kusimamia sekta ya elimu. Na wazazi ambao hawajapeleka watoto shule bila sababu wachukuliwe hatua, na hatua zipo. Kwa hiyo tunazo kamati za maendeleo za kata zinao uwezo wa kuwaita wazazi ambao watoto wao wamechaguliwa form 1 lakini hawajaenda kuripoti shule. Kamati hizo zifanye kazi. Watendaji wa kata na vijiji wapewe orodha ili wawasake wazazi ambao hadi leo hawajawapeleka watoto shule pasipokuwa na sababu za msingi. Wanafunzi, tumeshatoa wito na tumetoa maagizo. Mwanafunzi kama hana uniform apokelewe, aripoti. Utaratibu uwekwe baina ya mkuu wa shule na mzazi kwamba wakati anaendelea kupokelewa pale shuleni apewe muda gani huyo mzazi, ili kuhakikisha kwamba anakuwa na uniform zinazofanana na watoto wengine.